yote. Nataka nikwambie kwamba tumetiwa nguvu na Roho Mtakatifu. Ametutuma tuje kuwa mashahidi wa Injili. Kwanza juu ya Charatila, kabla tujaenda Samaria, kabla tujaenda Tereta, kabla tujaenda Kanyezi, kabla tujaenda wapi, kwanza Charatila. Hata kama watu wako na tufahamu ya kwamba yule ni mtoto wangu. Bwana ametupaka mafuta, ametutia mafuta ili tukue baya, tukwambie habari ya Injili ya Yesu Kristo. Ametutuma kwa wakati huu tuseme habari za wokovu wa maisha yako. Ametutuma kwa wakati huu tutangazie waliofungwa habari za kufunguliwa kwako. Isaya, leo Bwana Mungu juu yangu, kwa maana Bwana amenipaka mafuta nihubiri wanyenyekevu habari njema. Hizi habari njema zinazozungumziwa hapa ni habari za wokovu. Hizi habari njema zinazozungumziwa hapa ni habari za msamaha wa dhambi. Katika yule aliyezidi kutenda sana dhambi, akajionea huruma hata mwenyewe, akikaa kuna wakati anajifikiria ya kwamba hivi ni mimi kweli. Nataka nikwambie Bwana ametupaka mafuta tukuhubiri habari njema. Na hizi habari njema ni kwamba bado msamaha wa Bwana unapatikana. Na hizo habari njema ni kwamba bado rehema za Bwana zinapatikana. Amejituma tutangazie waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Nataka nikwambie wako watu waliofungwa, wamefungwa na mashetani, wamefungwa na wachawi, wameweka katika kongwa sito la ibilisi, wamewekewa kifafa, wamewekewa uvimbe kwenye kizazi, wamewekewa magonjwa. Nataka nikwambie ninaposimama mahali hapa ninatangaza kufunguliwa kwako. Na hii ni habari njema juu ya Charatila, ya kwamba Bwana ametutuma tutangazie waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Nisikie tangazo la Bwana, ninataka kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kana hapo ulipo unajiuliza, huyu si ni daktari yule yule? Ni yule yule, lakini wakati huu amegeuzwa kwa sababu Roho Bwana yu juu yake. Unajiuliza yule si anasa yule? Nataka nikwambie ni anasa yule, lakini kwa wakati amegeuzwa na kuwa mtu mwingine. Unajiuliza hawa si watu ambao tunawafahamu? Nataka nikwambie ni wale wale, lakini wakati amegeuzwa. Kwanza watangaze habari njema, kwanza katika Yerusalemu. Kama mama mko hapo, tutawaambia ya kwamba Yesu ni Bwana. Hata kama shemeji zetu hapo, tutawaambia kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Hata kama marafiki zetu hapo, tutawaambia kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Maana ametutia mafuta tutangaze hizi habari bila kuangalia sura ya mtu. Tutangaze hizi habari bila kuogopa mtu yote. Na bado tunasema yale ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuna mtu mmoja ananisikia, kuna dakika chache za kufunguliwa kwako. Wewe unasikia sauti uliyekuja na magonjwa, wewe unasikia sauti uliyekuja na uvimbe, amekwambia una uvimbe kwenye kizazi. Ziko dakika chache sana mbele yako za kufunguliwa, maana Bwana amenituma, amenitia mafuta nitangaze hizi habari, habari za kufunguliwa kwako. Mimi siji kukutoa katika magereza, nimepewa mamlaka ya kutamka na ikawa. Nitapewa mamlaka ya kusema na ikawa. Ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wale watu waliofungwa na nguvu za giza, ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wale watu waliokandamizwa, ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wale watu waliofungwa na kuwa katika magereza ya kishetani, kwa jina la Yesu Kristo wako huru. Sema wote amen. Kama shetani amekukandamiza muda mrefu sana, amekuwekea gonjwa ndani yako, amekuwekea uvimbe ndani yako, amekuwekea kifafa ndani yako, wamekwambia ugonjwa wako hautibiki. Nataka nikwambie iliyoshindikana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Iliyoshindikana kwa madaktari, kwa Mungu yanawezekana. Tunamsema Mungu mahali hapa aliye na uwezo wa kukuokoa. Tunamsema Mungu mahali hapa aliye na uwezo wa kukufungua, na si mwingine anaitwa Yesu. Yesu wa Nazareti. Wa Nazareti. Lazima
lazima mashetani wasikie sauti, waachie watu wa Thyatira. Lazima wachawi wasikie sauti, waachie watu wa Thyatira, waachie mji wa Thyatira. Na hii ni mamlaka, sio ombi. Maana Yesu kwamba na ishara hizi zitaambatana hao waaminio. Na sisi tumemwamini Yesu Kristo. Anasema kwa jina langu watatoa pepo. Na hii mamlaka iko ndani yetu. Tunasema na mapepo yote yaliyokaa kwenye maisha ya watu, tunasema na majini yote yaliyotawala maisha ya watu, ya kwamba nimepewa mamlaka ya kuwakamia mapepo na majini yatoke kwenye maisha ya watu. Uliokaa kama kifafa, ninakuamuru kwa jina la Yesu, mwachie mtu huyu. Uliokaa kama uvimbe, ninakuamuru kwa jina la Yesu, mwachie mama huyu. Injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Injili sio propaganda. Injili sio siasa. Injili imebebwa na uwezo wa Mungu uletao wokovu kwenye maisha ya mtu aliyefungwa. Unaposikia injili, kuna uwezo wa Mungu ndani yake, uwezo wa kukutoa katika mateso ulionayo. Unaposikia injili, kuna uwezo wa Mungu ndani yake, uwezo wa kukutoa katika magereza ambayo shetani amekuweka kwenye gereza la ulevi. Kuna wakati unashindwa hata kujielewa mwenyewe. Hiyo ni gereza, lakini injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie. Haleluya. Kupitia injili akigeuza maisha ya watu. Wale waliokuwa wamepewa majina mabaya, alipokuwa akipita alikuwa akiitwa mlevi huyu, lakini aliposikia injili na kumwamini Yesu Kristo akabadilishiwa na jina, akaacha kuitwa mlevi, akaanza kuitwa mwana wa Mungu. Alikuwa akiitwa malaya huyu, aliposikia injili, alipoamua kumwamini Yesu Kristo akabadilishiwa jina kutoka kuitwa malaya kuitwa mwana wa Mungu. Na jioni ya leo tunatangaza yale ya kwamba Yesu anazo nguvu ya kukubadilisha, ya kwamba Yesu anazo nguvu za kukuokoa. Haleluya, haleluya. Ninapomwona kaka yangu Ronaldo, amina, bado ninajua kwamba nguvu za Mungu bado zipo. Njoo blaza. Watu wanategemea kama atakuwa hivi. Shangilia makofi mengi. Shangilia makofi mengi na vigelegele. Yule ambaye kwa anaitwa mlevi, leo Bwana amembadilishia jina. Amina. Anapiga na kwaya. Amina. Mungu akupe miaka mingi katika jina la Yesu. Na wote walioliwa na madhambi warejee kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tunamsema Yesu Kristo wa Nazareti mahali hapa. Hatusemi habari za dini mahali hapa. Tunamsema Yesu Kristo wa Nazareti mahali hapa. Hatusemi habari ya dhehebu mahali hapa. Maana dhehebu umekuwa nalo siku nyingi, lakini limeshindwa kukusaidia. Dini umekuwa nalo siku nyingi, lakini limeshindwa kukusaidia. Habari tunasema mahali hapa ni habari za Yesu Kristo. Yeye ana uwezo wa kukusaidia. Yeye ana uwezo wa kukuokoa. Yeye ana uwezo wa kukuweka huru. Ninasema kwamba mwana wa Mungu akiwaweka huru, nanyi mtakuwa huru kweli kweli. Haleluya, haleluya. Amen. Nimetamani kusema na watu wa Thyatira. Amina. Sema mtumishi wa Mungu. Ni miaka mingi sijasema nao. Amina. Yawezekana leo ndo mara ya kwanza. Amina. Mwaka jana walikuwa wanasema vijana wa GMTZ. Ndio. Nisikilize vizuri. Mungu awabariki sana baba zangu. Naona baba zangu amekaa pale. Watu wa Thyatira wanampenda sana Mungu. Amina. Mungu awabariki sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Natamani nifundishe, niseme na watu wasikie. Amina. Waseme wahubiri wanatukaripia siku zote. Leo sijaja kukaripia. Nimekuja kuzungumza. Na kila aliye nasikiwa asikie neno la Mungu. Na hili linalozungumzwa hapa ndilo neno la Mungu. Neno la Mungu ni kama moto lao uteketezao mapando yote ya shetani kwenye maisha ya mtu. Neno la Mungu ni kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Neno la Mungu li hai.
tena lina nguvu. Amina. Tena la choma kama moto. Amina. Tena likali kama upanga ukatao kuwili. Amina. Tena ni jepesi kuyatambua mawazo ya mtu. Wakati ndio kulisema neno la Mungu. Amina. Nilisema kwamba Mungu ulituma neno ili kutuokoa na kututoa katika maangamizo. Yako maangamizo ambayo shetani ameweka kwenye maisha ya watu. Mungu ashuki kama yeye. Anapotaka kumwokoa mtu hulituma neno. Sasa watu wengine wako busy kusikiliza kwaya, anajua tumeleta disco. Hatujaleta disco, tumeleta neno. Amen. Wajua tumekuja kucheza cheza hapa, hatujaja kucheza cheza. Tumeleta neno. Maana neno la Mungu ndio lenye uwezo wa kukuokoa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amina. Kitu nataka kusema nanyi siku ya leo. Je, unaye Yesu Kristo? Je, unaye Yesu Kristo? Hili ni swali. Nimesema leo nitaongea. Tutapiga story. Ndio. Tumekaribia vya tosha. Ndio. Tumeruka sana madhabahuni vya tosha. Ndio. Lakini watu bado hawaelewi, wameendelea kung'ang'ana. Na ukiwaambia njoo kwa Yesu, anasema na mimi nimeokoka. Ndio. Swali langu nimekuja nikuulize, je, unaye Yesu Kristo? Watu wengi wana majina ya kuwa Wakristo. Ni Wakristo kweli? Ukiuliza jina lako unaitwa nani? Anasema naitwa Yoeli. Ni Mkristo kweli huyu? Yawezekana alikuwa anaitwa Athumani. Alipokuwa akaambiwa Athumani sio jina la Kikristo, akaamua kubadilisha, akasema nitaitwa Yohana. Kwa nini? Kwa sababu anajua anataka kuwa Mkristo. Ameambiwa Kristo ni jina. Wengine walipewa jina la Inkia. Walipoamua kuwa Kristo, wakaamua kubadilisha jina, wakaanza kujiita akina Amosi. Swali langu ni je, unaye Yesu Kristo? Au ni Mkristo? Unaweza kuwa Mkristo lakini hauna Yesu. Unaweza kuwa unaenda kanisani unasali lakini hauna Yesu. Unafunga na mfungo wa mwezi mtakatifu wa kupaka matope lakini hauna Yesu. Unafunga na mwezi mtakatifu wa mtume mantiki tiki lakini hauna Yesu. Amina. Swali langu ni je, unanisikia wewe? Je, unanikazia macho? Nikazie macho hivyo hivyo lakini sitaacha. Je, unaye Yesu? Sema pasua pasua pasua. Pasua pasua pasua. Amen. Watu wengi ni Wakristo lakini hawana Yesu Kristo. Amina. Ni Mkristo huyu lakini bado analewa, na Jumapili unamwona anaenda kanisani. Ni Mkristo huyu, ni Mkristo. Sio Mkristo, ni Mkristo huyu. Ni Mkristo. Kuna mtu anapata hasira. Ndio. Na alikuja taratibu kwa kazi kama hii. Ndio. Inawezekana sema naongea hapa ni daktari. Udaktari kwangu ni kitu kidogo sana. Kipo kitu kilichonileta duniani ni kugeuza ulimwengu kuwa falme ya mwana kondoo. Hapa zungumzi daktari hapa. Anazungumza mtu aliyetoka mbinguni. Amekuja taratibu kwa kazi maalum. Inawezekana unaweza kusema amekuja kutibu. Sijaja kutibu tu, kutibu kwangu ni kitu kidogo. Nimekuja kuambia watu wa Chalatila ya kwamba Yesu anaishi. Nimekuja kuambia mataifa ya kwamba Mungu anaishi. Mungu ananiambia kwamba palitokea mtu kutokea mbinguni, ametumwa. Nataka nikwambie kwamba palitokea mtu kutoka mbinguni, ametumwa kushuhudia ile nuru, lakini yeye hakuwa nuru. Ndio. Kuwa makini na watu wanaotokea kwenye mji. Hawa watu hawakuwepo lakini wametokea. Weza akasema ni mwalimu wa kawaida huyu. Weza akasema ni mkulima wa kawaida huyu. Nimetokea kutoka mbinguni. Nimekuja nikwambia wao Chalatila ya kwamba Mungu anaishi. Na wala Mungu si sanamu. Wala Mungu si siku. Wala Mungu si hadithi. Huyu Mungu anaishi. Nataka nikwambia kwamba huyu Mungu
Mungu si mawe, wala huyu Mungu si hirizi. Huyu Mungu anaishi. Watu wengi wamedanganywa, wameambia Mungu anavaa kwenye mkono, wameambia Mungu anavaa kiunoni, wameambia Mungu anaweka chini ya kitanda, wameambia Mungu ni siku, wameambia Mungu anapatikana makaburini, wameambia Mungu anapatikana kwenye milima. Nimekuja nikwambie, huyo sio Mungu. Mungu anaishi. Huyu Mungu wa kweli ndiye aliyeumba milima. Huyu Mungu wa kweli ndiye aliyeumba miti mikubwa. Huyu Mungu wa kweli ndiye aliyetengeneza hata haya mawe makubwa unayoyaabudu wewe. Nimekuja nikupe habari ya kwake, ya kwamba Mungu bado anaishi. Anaishi. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Muulize jirani yako, je? Muulize jirani yako, je? Je, unaye Yesu? unaye Yesu? Muulize wewe, Yoeli wewe. unaye Yesu? Unaye Yesu? Watu wengi ni Wakristo lakini hawana Yesu. Unakuta kabisa ni Yoeli huyu. Ukimuuliza dini yako ni nini, anakuambia mimi Mkristo, lakini ukiangalia mfukoni ana sigara 7. Ukimuuliza jina yake wewe nani wewe, anakuambia mimi Amosi. Mimi dini yako ni nini, anakuambia mimi ni Mkristo, lakini wakati huo amelewa pombe. Unamuuliza unaitwa nani wewe, anakuambia mimi naitwa Yona. Ukimwangalia ana nyumba 7, ana wake 3 na wengine wako nje. Ukimuuliza dini gani wewe, anasema mimi ni Mkristo. Jina langu leo DJ, unaye Yesu? Unaye Yesu? Unaye Yesu? Mwangalie ile kasirika, mwambie wewe ndio ni Kristo wewe. Mina. Mwambie. Amen. Sema ya. Injili ni tamu, sema injili ni tamu. Injili ni tamu wewe. Injili ni tamu. Injili ni tamu. Haijaanza kukuudhi wewe. Iliwaudhi tangu zamani wakuu wa dini. Kweli kabisa. Walikuwepo ni wakuu wa dini lakini hawana Yesu. Hawana Yesu. Walikuwa ni makuhani wakuu, wameshika Torati na sheria, wameshika siku, lakini hawana Yesu. Hawana Yesu. Yesu alipokuja na kuambia habari za wokovu, wakakasirika, wakamsagia meno, wakitaka kumrukia. Nataka nikwambie, unapokasirika hujaanza wewe, lakini sitanyamaza kusema ukweli, kwa sababu injili uwezo wa Mungu leta wokovu. Kasirika ukasirikavyo, lazima nikupasue leo. Tukio uchukiavyo, lazima nikunyoshe leo. Sema nyosha. Amen. Hapo mtumishi. Hapo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie huyu Yesu Kristo, kazi zake, jukumu lake duniani, na watu wake ni watu wa namna gani? Yesu ni mwana wa Mungu, lakini Yesu ni Mungu mwenyewe. Kuna mtu mwingine hivyo sema hivi, anasema astaghfirullah, anakufuru huyu. Sijakufuru, ndivyo ilivyo. Yesu ni mwana wa Mungu, alafu Yesu ni Mungu mwenyewe. Twende pamoja, nifuatilie, unisikilize, alafu mwishoni utajipa majibu mwenyewe. Je, unaye Yesu au wewe ni Mkristo? Sasa mtumishi, hata kama tofauti gani kati ya watu walio na Yesu na Wakristo? Nifuatilie, utanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipokuwa anakuja duniani hakuleta Ukristo. Yesu Kristo umekuwa ni dini. Mtu analinga nayo, mimi ni Mkristo. Lakini nataka nikwambie, Yesu hakuleta Ukristo duniani. Na mimi natamani nyinyi mliokoka muhame, mtoke kwenye hicho kipengele, ingie kipengele kingine, alafu kipengele cha mwisho ambacho ni kikubwa zaidi. Ukikaa kama Mkristo, utakuwa na tofauti na Wakristo walioko duniani. Sema ayayayayaya. Hallelujah. Hallelujah.
Isaya anatabiri miaka mingi sana kabla ya kuzaliwa kwake huyu mwana wa Mungu. Kuna Mungu alafu kuna mwana wa Mungu. Haleluya, haleluya. Nifuatilie vizuri, sio kachanganyikiwa. Nimesema nataka kuongea na wewe kirafiki. Haleluya, haleluya. Kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Eliabu yuko wapi? Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Biblia inasema kwamba ndio maana kwa ajili yetu. Sema maana kwa ajili yetu. Maana kwa ajili yetu. Jipige kifuani, sema maana kwa ajili yetu. Maana kwa ajili yetu. Mtoto amezaliwa. Sema mtoto amezaliwa. Mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume. Tumepewa mtoto mwanamume. Tumepewa mtoto mwanamume. Na uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Na uweza wa kifalme utakuwa mabegani. Naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu. Sema ataitwa mshauri wa ajabu. Ataitwa mshauri wa ajabu. Sema jina lake. Jina lake. Ataitwa mshauri wa ajabu. Mungu mwenye nguvu. Sema Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu. Sema Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu. Baba wa milele. Sema Baba wa milele. Baba wa milele. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Isaya alianza kutabiri katika kipindi cha mfalme Uzia. Katika kitabu cha Isaya sura ya 6. Anasema siku ya kufa mfalme Uzia alimuona Mungu ameketi katika kiti cha enzi. Anasema amezungukwa na maserafi na makerubi. Anasema nikaona maserafi wenye mbawa 6. Anasema kwa mbili wamefunika nyuso zao, kwa mbili wamefunika miguu yao, kwa mbili wanaruka. Ziko ngapi hapo? 6. Alafu anasema wakiitana mtakatifu, mtakatifu. Anasema kwamba mbingu na nchi zikajawa na utukufu wake. Ni miaka mingi sana kabla kuzaliwa kwa huyu mwana wa Mungu. Miaka mingi sana kabla kuzaliwa kwa Yesu. Wale walikuwa wanasoma, anasema vitangulizi vya ukoloni vilikuwa miaka 59 KK. Manake kabla ya Kristo. Amen. 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 Isaya anatabiri, anasema maana kwa ajili yetu amezaliwa mtoto. Tumepewa huyu mwana, ni mwana wa kiume. Ndio. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lakini mtoto ni tofauti ya watoto wengine ambao mmekuwasikia na mkuwaona. Watoto wengine wamepatikana kwa waganga wa kienyeji, sio kama huyu mtoto. Haleluya. 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 Kilichoajabu ni majina ya huyu mtoto. Anasema jina lake ataitwa mshauri wa ajabu. Inawezekana liko ni jepesi kidogo. Naam, Mungu wa milele. Huyu mtoto ni mtoto anazaliwa, lakini ni mshauri wa ajabu. Ni mtoto anazaliwa, lakini ni Mungu wa milele. Ni mtoto anazaliwa, lakini ni baba wa milele. Kuna baba wengi sana Chalatila, lakini si wa milele. Wakifikisha miaka 70 wanahitaji fimbo ya kutembelea. Hawa baba ni tofauti na huyu mtoto aliyezaliwa. Huyu anaitwa baba wa milele. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Isaya 7:14. Isaya 7:14. Kwa habari za huyu mwana wa Mungu ambaye nimekuja nikupe habari zake. Je, unaye? Na kama hauna, siku ya leo fanya haraka umpate. Isaya 7:14. Yes. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamuita jina lake Imanueli. Tazama, hii ishara ni ishara gani ambayo Bwana ataitoa? Anasema tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naam, ataitwa jina lake Imanueli. Kisayansi haiwezekani kabisa. Ukimchukua nadha ukamwambia haiwezekana bikira akachukua mimba, nitakwambia haiwezekani. Ukimfuata mtu yoyote
ukamuuliza eti inawezekana bikira akachukua mimba? Haiwezekani, haiwezekani. Lakini kwa ishara anaitoa Bwana yawezekana bikira akachukua mimba. Nataka nikwambie kwa ishara anaitoa Bwana yawezekana bahari kuachia njia. Kwa ishara anaitoa Bwana yawezekana mwamba kwa kutoa maji. Kwa ishara anaitoa Bwana yawezekana kuyeyuka mlima. Uvimbe wako ni kitu gani? Kansa yako ni kitu gani? Mashetani yako ni kitu gani? Iko ishara anaitoa Bwana ya kwamba bikira atachukua mimba, atazaa mwana mwanaume, na jina lake ataitwa Emanueli. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Inaonyesha ukuu wa Mungu ya kwamba Mungu hakuna jambo asiyoweza kulifanya. Ulifanya lile alitakalo kwa wakati na kwa majira yake. Nataka nikwambie kwenye maisha yako, umeshindwa kwa madaktari, yawezekana na kubali. Umeshindwa kwa waganga wa kienyeji, na kubali. Umeshindwa kwa madaktari bingwa, na kubali. Lakini jioni ya leo nimekuletea habari njema ya kwamba hakuna jambo gumu la kumshinda huyu Mungu. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Miaka mingi ikapita ili litimie lile neno aliloongea Mungu kupitia Isaya. Linatimia sasa. Nisikilize vizuri. Ndio. Kumbuka swali langu, je, unaye Yesu Kristo? Au ni Mkristo kama Wakristo wengine? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari wa 26 hadi wa 28. Unisikilize vizuri. Sijaje hapa kusema dini ya mtu wala kumsema mtu kwa sababu ya dhehebu lake. Nimekuja hapa nimseme Yesu Kristo jinsi alivyo, ili watu waachane na sanamu wamgeukie Mungu wa kweli, ili watu waachane na kuabudu makaburini wamgeukie Mungu wa kweli, ili watu waachane na kufuga misukule na manyoka wamgeukie Mungu wa kweli, ili watu waache kuvaa ilizi wamvae Kristo aliye Mungu wa kweli. Luka ngapi? Luka sura ya kwanza mstari wa 26. Luka sura ya kwanza, Yes. na mstari ule wa 26. wa 26, Biblia inasema Ndio. mwezi wa 6. Sema mwezi wa 6. Mwezi wa 6 kwa kifupi unaitwaje? Wa 6 hivyo hivyo. Mwezi wa 6. Malaika Gabrieli alitumwa na Mungu. Malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya. Jina lake Nazareti. 27. Kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa. Kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa. Na mtu jina lake Yusufu. Alikuwa ameposwa huyu bikira. Ni mwanamwali. Aliposwa na mtu anaitwa Yusufu. Wa mbali ya Daudi. Ndio. Na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Jina lake anaitwa nani? Anaitwa nani? Sio Maria, anaitwa Mariamu. Wakati niko naongea kwa habari ya Mungu mke, watu wamejitengenezea vimungu duniani kama ilivyokuwa katika Efeso. Wakajitengenezea kimungu mke kinaitwa Atemi. Paulo alipoingia na kuhubiri Injili, watu wa Efeso wakapiga kelele, wakasema tuachie Mungu wetu mke. Mungu Atemi ni mkuu kuliko vitu vyote. Kumbe haijaanza leo. Sasa unasikia kuna kimungu mke, watu wanakiombea, wanasema hii ni sanamu yake, wanakibusu na kukibusu, wanasema hiki ni kibikra, lakini bikra kwenye Biblia anaitwa Mariamu. Huyu Maria ametoka wapi? Kuna mtu anakasirika, sema pasua. Pasua. Huyu Maria ametoka wapi? Huyu bikra kwenye Biblia anaitwa Mariamu. Alikuja Talatila kwa kazi kama hii. Haleluya, haleluya. Na imenipasa kuitenda kazi aliyenipeleka kungali mchana, maana usiku unakuja sitaweza kuifanya. Na mimi natarajia baada ya kuifanya kazi hii nitoke niende sehemu nyingine nikafanye kazi ambayo Bwana atanituma kuifanya kwayo. Amen. Ukinichukia don't care. Nimekuja nikwambie ukweli. Ukinikasirikia don't care. Nimekuja nikwambie ukweli.
Bwana Yesu asifiwe sana. Binti alikuwa anaitwa Mariamu, sio Maria. Sasa unakuta mtu amekaa anasema salamu mama Asheri, umejaa makonde sijui. Hapo mtumishi. Amen. Ndio. Sema haijaanza leo hii. Hii haijaanza leo. Ilikuwa katika mji wa Efeso. Walikuwa na kimungu mke na alikuwa akijipatia mapato kwa sababu ya kimungu mke. Huyu Mungu alikuwa ni wa ajabu. Alikuwa akichongwa kwa mikono ya mwanadamu. Mungu wa kweli hatengenezwi na mwanadamu, ila Mungu wa kweli ndiye aliyemfanya mwanadamu. Ndio. Mungu wa kweli hapatikani kwa miti, ila Mungu wa kweli ndiye aliyefanya miti. Kweli kabisa. Unakwambia kanika Mungu anatembea kwa unyenyekevu, anaogopa hadi kukaangusha. Nini? Nimembeba Mungu hapa. Nimembeba Yesu. Hata ujinga wewe. Mungu wa kweli hapatikani kwenye miti, ila katika yeye miti iliweza kutokea. Ila katika yeye mwanadamu aliweza kufanyika. Wanadamu ameweza kumtengeneza Mungu. Inasikitisha. Huyu Mungu wa kweli hatengenezi. Yeye ana uwezo wa kuumba na naumba kwa neno lake. Huyu Mungu wa kweli hahitaji msaada wako wa kubebwa, ila Mungu wa kweli anaweza kambeba mwanadamu aliye katika mavumbi, akamkunguta mavumbi, akampa mwendo. Ndio. Mungu wa saizi wa huku kwetu sio wa kwangu mimi. Ni wa Wakristo. Ni wa Kristo. Ili atembee anahitaji msaada wa kubebwa. Amen. Asipobebwa haendi huyu. Ala. Oh, Mungu gani huyu? Kuna mtu ananitolea macho, sema pasua. Na watu ukiwaambia wanakasirika, lakini mimi nimekuja nikwambie kwamba Mungu wa kweli sio sanamu. Mungu wa kweli ni Mungu aliyeumba vitu vyote. Mungu wa kweli hatengenezwi na mwanadamu. Mungu wa kweli ndiye aliyemuumba mwanadamu. Hata nikwambia unakasirika nini? Nalikuja Charatila kwa kasi kama hii. Na imenipasa kuzitenda kazi aliyonipeleka kungani mchana. Maana usiku unakuja sitaweza kuzifanya. Kabla sijawa mzee, nimejitoa kumsema Yesu Kristo aliye Mungu wa kweli. Kabla sijapinda mgongo, sitaki kujilaumu uzeeni kwangu. Niseme watu wa Charatila wananidai deni. Nilifika nikanyamaza kimya. Nimekataa kudaiwa na watu wa Charatila. Nimejitoa kumsema Mungu kama alivyo. Nimekataa kudaiwa na vijana wenzangu wa Charatila. Nimejitoa kumsema Yesu kama alivyo. Nielewe mpate. Nielewe mpekee. Yesu Kristo wa Nazareti. Sema. Bwana Yesu asifiwe. Sema huyu Mariamu alikuwa ni mwanamwali. Alikuwa ni bikira. Lakini alikuwa ameposwa. Sasa ni neno la Kiswahili kabisa inaeleweka. Alikuwa amechumbiwa. Miamba walienda wakatoa na mahali, wakatajiwa ni ng'ombe 7, wakatoa ng'ombe 7, wakisubiri harusi. Sema. Hallelujah. Malaika anaanza na salamu. Katika mstari wa 31 na wa 33 tusome baba, maana nataka tuongee na watu wa Charatila. Siku nyingine tukipanda kwenye madhabahu tutakuwa tuongee kipore hivi. Tutakuwa tukiwasha moto ule tukiruka mpaka hapa. Lakini leo nimekuja niongee na nyinyi kirafiki. Amina. Tutasoma sana. Nataka umjue Yesu Kristo wa kweli na Mungu aliye wa kweli. Amen. Ili uachane na Mungu wa uongo, umgeukie Mungu wa kweli. Inawezekana umeshikilia Mungu wa uongo kwa muda mrefu, ni kwa sababu kupata mtu wa kukuambia habari za Mungu wa kweli. Inawezekana umeshikilia ilizi kwa muda mrefu. Inawezekana kupata mtu wa kukuambia habari za Mungu wa kweli. Umeambiwa ilizi ni Mungu. Umeambiwa waganga ni Mungu. Umeambiwa mawe makubwa ni Mungu. Umeambiwa milima mikubwa ni Mungu. Inawezekana kupata mtu wa kukuambia habari za Mungu wa kweli. Leo nimetumwa nije nikwambie habari za Mungu wa kweli. Na ukiuliza huyu anasema ametoka wapi? Hajatoka Sumbawanga huyu. Hajatoka Mbeya huyu. Ametoka mbinguni. Haja kuambia habari za Mungu wa kweli.
Sema huyu anaongea ametoka wapi? Sisi tunapishana naye. Tunapishana kweli, lakini nimetoka mbinguni. Amen. Yohana alikuwa na wazazi. Baba yake anaitwa Zekaria na mama yake anaitwa Elizabeti, lakini ametoka mbinguni. Amen. Alikuwa na marafiki walikuwa wakicheza utotoni, lakini wasijue yule anayecheza naye ametoka mbinguni. Na mimi vile vile, inawezekana nimepiga stori na wewe sana, nimeongea na wewe sana, inawezekana nimekuchoma na sindano, lakini nimetoka mbinguni kwa ajili ya kazi hii, nikwambia habari za Mungu wa kweli. Amen. Unasemaje? Nini? Mathayo, hiyo Luka 1:31-33. Luka 1. Sema ayayayaya. 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 Luka 1:33. 31 hadi 33. 31 hadi 33. Ndio. Biblia inasema ya kwamba tazama atachukua mimba na kuzaa. Tazama utachukua mimba na kuzaa. Sema na kuzaa. Na kuzaa. Mtoto mwanamume na jina lake utamuita Yesu. Na jina lake utamuita Yesu. 32. Ndio. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu. Sema Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. 33. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele. Sema hata milele. Sema hata milele. Hata milele. Isaya miaka zaidi ya 700 ametabiri ya kwamba bikira atachukua mimba. Na baada ya kuchukua mimba atazaa mtoto mwanamume. Jina lake ataitwa Emanueli. Jina lake la pia ataitwa Mungu wa milele. Jina lake ataitwa Baba wa milele. Miaka 700 imepita, zaidi ya 700. Malaika anamtokea mwanamke mmoja bikira katika mji wa Galilaya. Anamtokea anasema salamu Mariamu, sio salamu Maria. Na hili kwa salamu sio maombi. Wote mbadilisha salamu sasa kuwa maombi. Mtu amekazana, mtu anataja salamu pale. Wewe unasalimia Maria. Ilikuwa ni salamu. Yalikuwa sio maombi. Salamu Maria, umejaa neema. Sio salamu Maria tena. Salamu Mariamu. Amen. Sio Maria. Salamu Mariamu, umejaa neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu mmoja anasema kwa sababu utapokea mimba, utazaa mtoto mwanamume, jina lake ataitwa Yesu. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Malaika anaweza kuongea tena kama Isaya sasa. Ndio. Huyu ataitwa Mungu wa milele tena. Yale yaliyotabiriwa yanatokea sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mstari 64. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili? Maana sijui mume. Anapozungumzia sijui mume, maana yake sijaolewa, mimi ni bikira. Nisema nikaongea zaidi hapa, akasema ameweza tena kama anavyosema kwenye mikutano ya hadhara. Niishie hapa saa hizi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu alikuwa ni mtu anayejielewa. Anajua mimi Mungu amenituma ili nitengeneze kizazi kipya. Ndio. Tofauti na mabinti wa saizi. Ndio. Mpaka inafikia hatua ya kuposa, maana alikuwa ni mtu mzima huyu. Inawezekana alikuwa na miaka 25, 26 na 27. Lakini cha ajabu, tofauti na mabinti wengine, huyu amefikisha miaka ya kuposa lakini hamjui mume. Kuna mabinti sasa wanaposwa, wameshajua waume zaidi ya 10. Amina. Kabla hajaposa huyu ameshawajua wanaume zaidi ya 20. Sema. Anasema itakuwaje neno hili? Mimi unaniona mimi kuchukua mimba itakuwaje? Ndio kwanza hata ndoa sijafunga. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Malaika anamjibu anasema Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Na nguvu za aliye juu zitakufunika.
Usijali kwenye swala la kutokuwa na mume, usijali. Huyu mtoto anayezaliwa hatokani na Sulela huyu. Huyu mtoto anayezaliwa huyu hatokani na Rejusi Msukuma. Huyu mtoto anayezaliwa anatokana na Roho wa Mungu mwenyewe. Haleluya. 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 Ili Mungu kuonyesha. Yawezekana Maria angekuwa ameolewa, hapa angetoa ujumbe, watu wangesema hapana, huyu ni mtoto wa Yusufu. Sasa ngome imetokea kabla hata ya kuolewa. Na mtu mwenyewe anakiri. Ni kama naongea kitu cha ajabu. Kuna watu wanafurahi, lakini ndio huyu Yesu tunayemsema, na ndani yake ziko nguvu za kuokoa mtu. Na Biblia kusema hivi, kuna mtu maisha yake yanabadilika wazima katika jina la Yesu. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hiki kitendo kitaalamu kitu reproduction. Unajua waliosoma form 1, form 6, sio form ngapi, form 2, wanajua reproduction ni nini? Lazima kuwe na fusion. Lazima kuwe na fertilization ya male sperm na ovum. Amina. Lakini hili zoezi linaloshikiliwa na Mungu mwenyewe linamhitaji Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Hili zoezi linaitwa incarnation. Linaitwaje? Incarnation. Sema incarnation. Incarnation. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anajiuliza inawezekanaje sasa Mungu akazaliwa? Unasema kwamba Mungu hazai wala hana mwana. Mwambie leo tunakutoa ujinga leo. Sema haleluya. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Yeremia sura ya 23, ule mstari wa 24, Mungu anasema ya kwamba mbingu na nchi zimejazwa na mimi. Yaani mbinguni kumejawa na Mungu na nchi zimejawa na Mungu. Na Biblia inasema kwamba Mungu yuko kila mahali. Ndio maana Tanzania tunamsema Mungu na Mungu yupo hapa. Hivyo hivyo Marekani wanamsema Mungu na Mungu yuko pale. Mungu anaweza kusema twende Kafukula, kabla hajaondoka amekwisha kufika Kafukula. Wakati huo yuko njiani kwenda Kafukula, wakati huo yupo Chalatila. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hata unauliza inawezekanaje Mungu kuzaliwa? Mungu hana mwana wala hazai. Ndio na kukubali. Lakini sisi wenyewe unatuona hapa ni wana wa Mungu. Utauliza kivipi sasa? Sema kivipi sasa? Kivipi sasa? Subiri nikwambie leo. Kivipi sasa? Sema mtumishi. Naona wana wa Mungu wanyoshe mikono juu namna hii. Wana wa Mungu wanyoshe mikono juu namna hii. Subiri kwanza. Subiri kwanza. Wasio wa Kristo, wana wa Mungu wanyoshe mikono juu hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuona Maria ni kama muelewi malaika, malaika akamwambia yawezekana ni halali kushangaa kwako, lakini ndugu yako Elizabeti aliye mzee, tena si mzee tu, aliye tasa, amekaa miaka mingi bila kupata mtoto. Wamemsema mawifi, wamemtukana, wamemwambia ablaza wetu hapo lizingua, umeoa mke anajaza choo tu. Haya maneno yako mpaka sasa yanaendelea. Lakini huyu Elizabeth aliyetasa saizi yapata miezi 6 amebeba ujauzito. Na malaika anamwambia Mariam, je, ni jambo gani la kumshinda Mungu? Mariam aliposikia tena kwa habari za Mungu akashtuka. Kumbe naongea hapa ametumwa kutoka kwa Mungu. Anasema, je, kuna jambo gani la kumshinda Mungu? Kwa Mungu hakuna tumbo lilofungwa lisiloweza kubeba mtoto. Ni wewe tu umefanya kiburi, umekunywa mizizi haijakusaidia na bado umeendelea kukomaa kwenye hali yako. Yawezekana umekunywa na maji ya upako lakini bado hajakusaidia, lakini umeendelea kukomaa kwenye hali yako. Wamekuambia na uvimbe wewe, inatakiwa ufanywe operation. Umeenda siku kwa mganga nani, lakini uvimbe uko pale pale, umeendelea kukomaa na hali yako. Jioni leo nimekuja nikwambie habari za Yesu Kristo wa Nazareti. Yeye ana uwezo wa kukuponya, yeye ana uwezo wa kukufungua. Na kwake hakuna neno lilo gumu asiloliweza.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Sasa Yusufu baada ya kuona mchumba wake aliyemposa Ndio. wala hajamkaribia, alafu anakuta ana katumbo. Sisi vijana tunasema ana kabendi. Ana kabendi. Ndio. Hajua maana mimi nimetoa mali lakini bado sijaoa. Ana kabendi amekatoa wapi? Yusufu akasema huyu dogo alinichepuka huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema huyu amechepuka huyu. Yesema kwamba kwa vile Yusufu alikuwa ni mtu wa haki, hakutaka kumwaibisha. Licha kwamba anaona kuna makosa. Ndivyo ilivyo watu wenye haki, hawataki kuaibisha watu. Ndio. Ni wewe tu umekosa haki. Kione mwana mbele yako unataka kumwaibisha. Shetani ameweka roho ya wivu ndani yako, hutaki mwingine aongezeke. Hutaki mwingine atajirike kuliko wewe. Sema roho ya wivu. Roho ya wivu haitokani na Mungu. Haitokani na Mungu. Inatokana na shetani. Inatokana na shetani. Na wewe, je, mtoto wa shetani. Mtoto wa shetani. Amen. Ukiona mwenzako amejenga nyumba, wivu. Unamwendea mpaka kwa waganga. Ukiona mwenzako amenunua gari, wivu. Kwa nini yeye? Kwa nini yeye? Kama unaweza si ununue na wewe. Ukiona biashara ameweka msauzi, wivu. Mfuate muulize, jamaa umewekaje msauzi akupe njia? Ulifanya fanyaje? Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka 20. Mathayo sura ya kwanza mstari wa 18 hadi 20. Leo nataka nizungumze. Alafu usiku tutakuwa na jambo letu usiku hapa. Sema amina. Amen. Usiku tutakuwa na jambo letu hapa. Usiku tutakuwa na jambo letu. Mathayo sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka 20. 18 mpaka 20 Biblia inasema. Ndio. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo, huyu mwana wa Mungu anaitwa nani kumbe? Anaitwa nani kumbe? Sasa kuzaliwa kwa huyu mwana wa Mungu anayeitwa Yesu Kristo. Nimesema utajua huyu mwana wa Mungu ni nani na madhumuni yake ni nini? Kwa nini azaliwe? Bado tunamwelezea huyu mwana wa Mungu. Kumbe huyu mwana wa Mungu jina lake anaitwa Yesu Kristo. Kuzaliwa kwake kulikuwa hivi. Sikia kwa makini. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu kabla hawaja karibiana alionekana ana mimba. Kabla hajafanya nini? Sasa kuna neno la kidaktari hapo natamani kulitumia, lakini mtasema yale ya mkutano wa hadhara. Akaonekana na mimba. Kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Kwa uweza wa Roho Mtakatifu. 19. Yes. Naye Yusufu mumewe kwa vile alivyokuwa mtu wa haki asitake kumwaibisha. Ndio. Aliazimu kumwacha kwa siri. Ndio. 20. Ndio. Basi alipokuwa akifikiri hayo, Yusufu alipokuwa akifikiri hayo kumwacha kwa siri, kwamba huyu sasa ameshanichiti, amechepuka huyu. Alipokuwa akifikiri hayo kumwacha kwa siri bila kumwaibisha, bila kumtangaza kwa marafiki zake, kwa sababu Yusufu alikuwa ni mtu wa haki. Alipokuwa katika kufikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea. Ndio. Katika ndoto. Ndio. Akisema, ndio, Yusufu mwana wa Daudi, ndio, usihofu kumchukua Mariamu, ndio, mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. 21. Ndio. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake nani? Yesu. Huyu Yesu ambaye mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yusufu mwenyewe akajua hii ngoma sio ya kwangu hii. Sasa nifanyeje? Naamua kumwacha huyu manzi. Ameshaniaibisha huyu. Sasa kwa sababu akiwa kufikiri hayo, Biblia inasema kwamba malaika akamtokea, akamwambia Yusufu, usiogope kumchukua Mariamu mkeo, kwa sababu ujauzito alionao sio kwamba alichepuka, hapana. Ni kwa sababu ya uweza wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, jina lake ataitwa Yesu.
Hata tukisema Yesu ni mwana wa Mungu, kuna jitu linakasirika. Nataka nikwambie leo, Biblia yangu inaniambia kwamba Mungu ni roho. Nao waabuduo inapaswa kumwabudu yeye katika roho na kweli. Mungu ni roho. Na baba yake Yesu anaitwa roho. Kumbe Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Maana yeye ndiye atakaye wakomboa watu wake na dhambi zao. Huyu Yesu, nisikilize vizuri, huyu Yesu ndiye atakaye wakomboa wanadamu na dhambi zao. Wanadamu na dhambi. Kumbe mwanadamu yuko duniani naye anajua kabisa mimi nina dhambi. Anajua kabisa mimi ni mwovu. Anajua kabisa mimi nina makosa. Sistahili hata kusimama mbele za Mungu. Lakini nataka nikwambie kwamba yuko Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yeye anayo amri ya kumkomboa mwanadamu na dhambi. Dhumuni lake kumbe, huyu mwana wa Mungu ni Yesu Kristo. Ndio. Dhumuni lake kuu la kwanza. Ndio. Dhumuni lake kuu la kwanza ni kumkomboa mwanadamu aliye na dhambi. Sio mwanadamu aliye mtakatifu. Usichanganye hapo. Kumkomboa mwanadamu aliye na dhambi. Ndio jukumu lake. Jukumu la kumkomboa mwanadamu na dhambi halipo katika mafuta ya upako, wala halipo katika maji ya upako, wala halipo katika siku takatifu iliyotakaswa. Jukumu la kumkomboa mwanadamu na dhambi lipo katika Yesu Kristo wa Nazareti. Jukumu la kumkomboa mwanadamu na dhambi halipo katika mtakatifu Petro. Jukumu la kumkomboa mwanadamu na dhambi halipo katika mtakatifu Andrea tuombee. Jukumu la kumkomboa mwanadamu na dhambi analo Yesu Kristo wa Nazareti, na huyu ndiye mwana wa Mungu. Amen. Si tunaongea au nakaripia watu? Hapana. Si tunaongea tu kama marafiki. Mara kwanza inawezekana nilikuja nikiwa na ruka juu. Leo nimetaka kuja kitofauti, tupige story. Huyu anayekombolewa sio kwamba hana dhambi. Yawezekana unajua kabisa ni mlevi huyu. Ndio. Yawezekana unajua kabisa ni mzinzi na mwasherati huyu. Ndio. Yawezekana unajua kabisa ni mchawi huyu. Ndio. Yawezekana unajua kabisa huyu ana wake watano huyu. Yawezekana unajua kabisa huyu ni mchawi huyu. Lakini licha ya dhambi zake, kipo kiboko cha dhambi. Naweza kumkomboa mwanadamu na dhambi. Na si mwingine anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yawezekana hapa unaoona walikuwa na dhambi kama wewe. Ndio. Yawezekana walikuwa na dhambi zaidi ya kwako. Lakini waliposikia injili na habari za Yesu Kristo, nisema kwamba yeye aufuta maovu yako yote, aukomboa hai wako na kaburi, tena aurejeshe ujana wako kama tai, akusamee makosa yako yote kwa ajili ya jina lake mwenyewe. Huyu ni nani? Anaitwa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen. Hallelujah. Hata mwingine anasema kwamba huyu Yesu Kristo akomboa, ndiye mwenye uwezo wa kukomboa watu. Ndio. Sio majini. Kuna madini mengine unaambia eti majini yenyewe yanasilimu. Kazi ya Yesu ni kumkomboa mtu. Na mtu mbele za Mungu ni mtu wa thamani sana. Mtu wa thamani kweli. Anaposema mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Kiumbe maana yake huyu ni mtu. Ndio. Ndiye mwenye kuwakomboa watu. Sio majini. Ndio. Sio ng'ombe. Hapana. Na kuonyesha hivi kwamba Yesu anamtambua mtu kama mtu wa thamani sana kabisa. Licha kwa wanadamu alikuwa na mashetani, akayamuri aende kwa nguruwe. Hakutumwa kwa nguruwe, alitumwa kumkomboa mtu. Na mtu akakombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni maneno ya malaika akithibitisha kwa habari ya ujio na dhumuni la mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Lakini pia Yohana Mbatizaji anathibitisha dhumuni la ujio wa mwana wa Mungu duniani. Katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 29 na 30. Yohana sura ya kwanza 29:30 hadi 30. 29 hadi 30. Yes.
Nitasoma. Ndio. Siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake. Ndio. Akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwanza alimuona nani anayekuja kwake? Alimuona Yesu anakuja kwake. Alipomuona Yesu siku ya pili, siku ya kwanza Yohana Mbatizaji amekuwa katika mto Yordani akibatiza watu, akiwaambia tazama yuaje aliye mkuu kuliko mimi, ambaye kabla yangu mimi yeye alikuwako, na anasema atakapofika hapa mimi sistahili hata kuzilegeza kamba za viatu vyake. Siku ya kwanza hakutokea. Mafarisayo na wakuu wa dini wakaanza kujiuliza, yuko wapi huyu mtu? Inawezekana wewe ndiye Kristo. Anasema hapana, mimi sio Kristo, ila mimi nimetumwa nimshuhudie Kristo ya kwamba bado yuaja. Siku ya kwanza ikaisha. Siku ya pili bisema kwamba amuona Yesu anakuja kwake. Alipomuona, macho yake alipomwona, akasema tazama mwana kondoo wa Mungu azichukuae dhambi za ulimwengu. Si dhambi za Wayahudi tu, dhambi za ulimwengu. Yawezekana ataona dhambi. Nataka nikwambie, yuko mwana kondoo wa Mungu aliyepewa amri ya kuzichukua dhambi zako, aliyepewa amri ya kuchukua makosa yako. Biblia inasema ya kwamba amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Nataka nikwambie ya kwamba Yesu Kristo amepewa amri ya kuzichukua dhambi zako. Yawezekana umekuwa na dhambi nyingi, wewe mwenyewe ni shahidi. Umekuwa ukijihukumu sana kwamba nina makosa mengi. Yawezekana ulikuwa ni mtu wa Mungu, ulikuwa kaenda kanisani na kutoka, lakini shetani akakukamata kwenye 18 akakubebesha madhambi mengi. Ukikaa peke yako nasema mimi sistahili mbele za Mungu. Nimekuja na habari njema ya kwamba Yesu Kristo alifanyika kuwa mwana kondoo wa Mungu azichukuae dhambi za ulimwengu na dhambi za kwako mtu wa Charatila. Waliyekaa katika dhambi ya tosha sasa, mkimilie mwana wa Mungu azichukue dhambi zako. Waliyekaa katika ulevi ya tosha sasa, mkimilie mwana wa Mungu azichukue dhambi zako. Yeye amefanyika kuwa mwana kondoo azichukuae dhambi za ulimwengu. Mstari wa 30. Yes. Huyu ndiye niliye nena habari zake. Ndio. Ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu. Ndio. Kwa maana alikuwa kabla yangu. Ndio. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema azichukuae. Huyu mwana wa Mungu anapokuja kwenye maisha ya mtu, hazifuniki dhambi, anazichukua. Yule ambaye ana madhambi mengi, anapomruhusu Yesu aingie kwenye maisha yake, hazifuniki dhambi, anazichukua. Hata kama watu watasema ya kwamba hapana, huyu tunamfahamu alikuwa ni mlevi sana, lakini alipoingia ndani ya Yesu Kristo, Yesu ameuchukua ulevi. Ndio. Wasema hapana, huyu alikuwa ni muuni sana, lakini huyu muuni alipoingia kwa Yesu, Yesu anachukua. Hamwachii hata tone. Ndio. Aise. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Mtu tunapozungumzia ulimwengu azichukuae dhambi za watu, azichukuae dhambi zako, akusamehe maovu yako kwa ajili ya jina lake mwenyewe. Si kwa patendo mwanadamu akahesabiwa haki, si kwa sheria na torati ya Musa, bali kwa Kristo Yesu mwanadamu huhesabiwa haki na kuwa mwana wa Mungu. Biblia inasema kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Sio wa kufanyika wa Kristo, wa kufanyika watoto wa Mungu. Makofi na vigeregere. Haleluya, haleluya. Na sio kufanyika walokole. Mimi sio mlokole. Labda kuna walokole wenzangu hapa, kuna walokole hapa. Mimi sio mlokole. Hakuna mahali kwenye Biblia imeandikwa walokole. Walokole ni neno ambalo walipewa watu waliokoka na kuwadogosha, na kuwafanya ni watu ambao wanalialia, na kuwafanya watu fulani hivi maskini, na kuwafanya watu fulani hivi waliokosa tumaini. Mimi sio mlokole. Mimi ni mwana wa Mungu. Majini ya kinona natembea, yanajua anayetembea ni mwana wa Mungu. Wachawi
kwa lokole. Hakuna mlokole hapa. Hapa kuna majitu yaliyotoka mbinguni. Yamebeba ajenda za kimbingu. Yamebeba ujumbe wa kimbingu kwa watu wa Karatila. Na ujumbe wa kimbingu ni habari njema. Na hizo habari njema ni msamaha wa dhambi. Ni rehema za Mungu zingalipo. Bwana anasema na uwezo wa kuondoa makosa yako kupitia damu iliyomwagika. Na hii si damu ya ndege, wala si damu ya mbuzi, wala si damu ya ng'ombe, bali damu ya Yesu Kristo inayo uwezo wa kukusamehe na kukosa dhambi zako zote. Na baada ya kuosha hizi dhambi, hautakuwa mlokole. Utakuwa ni mtu aliyeokoka. Utakuwa ni mtu ambaye anaitwa mwana wa Mungu. Ni mwana wa Mungu lakini yuko duniani. Anakula heshima kama wewe, lakini sio kama wewe. Ni mwana wa Mungu huyu. Ni mwana wa Mungu yuko duniani. Anaendesha pikipiki kama wewe, lakini sio kama wewe. Ni mwana wa Mungu huyu. Ni mwana wa Mungu aliyeko duniani. Analima na makisai kama wewe, lakini sio kama wewe. Ni mwana wa Mungu kwa sababu amempokea Yesu, na Yesu amempa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu. Mashetani wanalijua hilo, mapepo wanalijua hilo, wachawi wanalijua hilo, ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Tazameni upendo na namna gani aliyotupa Baba, ya kwamba sisi tuitwe wana wa Mungu. Na ndivyo tulivyo, ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Licha kwamba watu wa Karatila hawatatutambui. Wanajua huyu ni dokta huyu, wanajua huyu ni Siwela huyu, wanajua huyu ni Ibrahimu huyu. Wasijua ya kwamba ni mwana wa Mungu. Haijazidishwa bado, lakini itakapojulika tutafanana naye kama Mungu alivyo, na watoto wake tutakuwa kama yeye. Kama yeye alivyo na nguvu, na watoto wake tunazo nguvu za kuamrisha mashetani na waachie watu, na kuamrisha dhambi ziachie watu, na kuamrisha wachawi waachie mji. Anasema ni mwana wa Mungu. Hakuna daktari hapa. Hakuna daktari hapa. Hapa kuna mwana wa Mungu. Kuna jitu la mbinguni. Limebeba ajenda za kimbingu. Limebeba meseji ya kimbingu kuwaletea watu wa Karatila ya kwamba bado una nafasi na wewe ya kufanyika mwana wa Mungu. Utakapompokea Yesu, yeye anakupa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu. Si dini utakayo kufanya kuwa mwana wa Mungu. Nimechangaa sana. Kuna watu wanajivunia dini. Wanasema dini hii dini ni ya manyadhi, ni ya manyadhi Mungu. Hakuna dini ya manyadhi Mungu. Dini ya manyadhi Mungu ni mtu. Sema ni mtu. Dini ni mtu. Unaongea nini huyu? Yakobo anasema dini iliyo safi mbele za Mwenyezi Mungu ni hii. Sio FPCT. FPCT. Siongea habari za FPCT hapa. Naongea habari za wokovu. Siongea habari za TG hapa. Naongea habari za wana wa Mungu. Siongea habari za EGT hapa. Naongea habari za wana wa Mungu. Dini iliyo safi mbele za Mwenyezi Mungu ni hii: kuona wajane, kuona yatima. Kumbe dini inaweza ikatembea ikaenda kaona wajane. Kumbe dini inaweza ikawafuata yatima ikawapa. Sio FPCT. FPCT ina miguu. Wala sio Sabato. Wala sio Katoliki. Wala sio TG. Dini iliyo haki na safi mbele ya Mwenyezi Mungu ni hii inayotembea kwenda kuona wajane. Ni hii inayotembea kwenda kuona yatima. Na hiyo jiepusha. Na hiyo jiepusha na mawaa. Hawafikaji hapo. Iliyojiepusha na mawaa. Iliyojiepusha na uovu. Inawezekana ukawa ni mwanadini wewe. Hapo unasema ni dini ya Mwenyezi Mungu. Alafu bado unapiga dhambi kama kawaida. Alafu bado unapiga pombe kama kawaida. Alafu bado una wake watatu. Alafu unasema ni dini ya Mwenyezi Mungu. Una dini kama hiyo. Dini hiyo safi. Sisi tuko kwenye dini ya Mwenyezi Mungu. Dini ya Mwenyezi Mungu sio FPCT. Dini ya Mwenyezi Mungu sio Sabato. Dini ya Mwenyezi Mungu ina miguu, inaenda kuona wajane. Hii dini ya Mwenyezi Mungu ina miguu, inaenda kuona yatima. Hii dini ya Mwenyezi Mungu imejiepusha na mawaa. Sio Sabato,
sio Katoliki, sio walokole. Tuseme habari za walokole. Na mimi siwataki walokole. Nataka wana wa Mungu walioshwa na damu ya Yesu. Hasa watu wanang'ania dini, wanasema kwamba sisi tuna dini ya Mwenyezi Mungu. Sisi ni Wakristo, ni Wakristo sisi, ni Wakristo sisi, na dini yetu ina miaka mingi. Nyinyi wote mmetoka kwetu nyinyi. Sisi ni wajuzi nyinyi. Sisi dini yetu ina miaka mingi. Hiyo dini haina akili. Hiyo dini imeshindwa kujiepusha na mambo. Dini ya kweli na damu ya Yesu Kristo. Na hii dini mtu anapomkimbilia Yesu anasafishwa. Haiti mlokole huyu, haiti Mkristo huyu, anaitwa mwana wa Mungu. Ana lugha ya kimungu. Watu wengi wa Kristo na walokole wameshikilia lugha, wameshikilia ufipa, wameshikilia kifipa, wameshikilia Kiingereza. Yana kena sana, anasema mimi ni Mwingereza. Nataka nikwambie, wana wa Mungu wanayo lugha ya mbinguni. Wana wa Mungu wana kifipa sawa, wana Kiswahili sawa, wana Kiingereza sawa, lakini wanayo lugha ya mbinguni. Ukiwakuta wanaongea, hawaongei na wewe, wanaongea na aliye mbinguni, anaitwa Mungu. Utawasikia anaongea lugha ya mbinguni, hazungumzi na watu. Wakristo pia wamekuwa na maswali mengi hapo. Wakristo wamekuwa na maswali mengi hapo. Ukikuta mtu wa mbinguni anaongea lugha ya mbinguni, wanaweza kusema lugha ya mashetani. Lugha ya mashetani, endelea kufikiria kifipa. Hii ni lugha aliyopewa wana wa Mungu. Nataka nimwongelee mwana wa Mungu. Aliye na mwana wa Mungu anao uzima wa milele. Sio aliye na dini. Aliye na mwana wa Mungu anao uzima wa milele. Sio aliye Mkristo. Aliye na mwana wa Mungu anao uzima wa milele. Na uzima wa milele ni huu, wakujua Mungu wa kweli na wa pekee, na Yesu Kristo aliyemtuma. Sio wajue Kristo, sio wajue dhehebu, wakujua Mungu wa kweli na wa pekee, na Yesu Kristo aliyemtuma. Na uzima wa milele ni huu, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa Bwana Yesu Kristo, ili kwamba mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Sio yamaniye dini, sio shikilia Kristo, sio shikilia ulokole. Anayemwamini Kristo ana uzima wa milele. Mimi nina uzima wa milele, na ninajiandaa kumwona Yesu Kristo. Amnikumbushi. Ndio nilisema leo nataka kuongea. Tumejisahau. Kumbusheni, tumejisahau. Nataka kuongea. Ongea nao kwa lugha ya kuongea, kwa lugha ya kirafiki. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Watu wamekuwa na dini, ndio, lakini dini hazina macho. Ndio. Wameshikilia udhehebu. Udhehebu sio na maana. Ndio. Dini sio evangelical Assemblies of God. Evangelical Assemblies ni kanisa langu mimi. Ndio. Inaitwa Evangelistic Assemblies of God. Mimi sio mfupisidi kumbe. Dini sio Tanzania Assemblies of God. Dini kumbe dini ni mtu. Dini ni mtu anayeona wajane, ndio, anayeona yatima, ndio, aliyejiepusha na mawaa. Lakini dini kama dini, ndio, haipi mtu wokovu. Ndio. Dini kama dini, ndio, haipi mtu wokovu. Ndio. Kuona wajane, ndio, yapasa sana tufanye sana, tutende sana. Kuona yatima, yapasa sana tutende. Na mwaka huu tutawaona wengi sana. Sawa? Tukisitisha watoto tutawaona wengi sana wajane. Kama kwa pale nyosha mkono wako namna hii. Dini nyingine ni kujiepusha na mawaa. Kufanya hayo yote
yote hakukufanya wewe kuwa mwana wa Mungu. Nasema kuokoka ni nini? Kuokoka ni kutenda matendo mema. Hapana. Ukifanya matendo mema unakuwa dini safi mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Lakini hiyo haikupi wokovu. Kuna mtu mmoja alikuwa na dini safi. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10, anaitwa Kornelio. Alikuwa anaona wajane na kuwapa watu sadaka. Alikuwa akiomba kila siku daima. Alikuwa akifanya hayo mbele za Mungu. Akawa ni dini safi. Lakini alipungukiwa na kitu kimoja kinaitwa wokovu. Yesu Kristo alikuja sio kuleta dini, na waliomlea Yesu Kristo ni hawa wenye dini. Yesu Kristo alizikuta dini, akasema dini ina maana tupa kule, nimeleta wokovu. Na huo wokovu ni kumtoa mwanadamu katika dhambi zake. Akitoka kwenye dhambi zake anafanyika kuwa mwana wa Mungu. Nasema na wana wa Mungu hapa. Nasema na wana wa Mungu hapa. Nasema na wana wa Mungu. Alikuwa na dini safi lakini hakuwa na wokovu. Alikuwa dini safi mbele ya Mwenyezi Mungu lakini alikosa sifa za kuitwa mwana wa Mungu. Malaika akamtokea akasema, Kornelio, una dini safi mbele ya Mwenyezi Mungu, unaona wajane sawa, unaomba sawa, unapiga na msalaba hivi sawa, unasujudu sawa, umejiepusha na mawaa sawa, umejiepusha na uzinzi sawa, lakini umekosa wokovu. Maana wokovu hauji kwa kuwa dini safi. Wokovu unakuja kwa kuwa na Yesu. Ninamsema Yesu hapa. Ninamtamka Yesu hapa. Ninamsema Yesu hapa. Anasema nenda hapa. Kabuta mtu mmoja anaitwa Simoni wa Petro. Yeye akakuelekeza habari za wokovu, hata kuambia habari za dini. Maana dini umekuwa nayo haitakusaidia. Nimekuja leo nikwambia habari za wokovu. Nimekuja leo nikwambia habari za mwana wa Mungu. Nimekuja leo nikwambia habari za Yesu Kristo, ya kwamba yeye ndiye njia, kweli na uzima, anaye njia ya kukufikisha kwa Mungu. Wala sio dhehebu lako, bali ni Yesu Kristo. Wala sio dini yako, bali ni Yesu Kristo. Umegeukia dini yako ya pesa, umejisifia kwa watu ya pesa, lakini hauna Yesu. Maisha yako ni shahidi, hauna Yesu wewe. Nimekuja nikwambie, dini yako haina mbingu ya kukupeleka, lakini Yesu anayo mbingu. Ni wewe. Ungempokea Yesu. Yesu pekee ndiye ana mbingu. Sema Kristo. Mmesikia hiyo? Mmesikia hiyo? Ninyi walokole. Mmesikia hiyo? Mmesikia hiyo? Mimi sio mlokole. Sisi hapa sio walokole hapa. Amina. Hapa kuna mlokole hapa. Hapa kuna watu waliosamehewa dhambi na mwana wa Mungu. Hapa kuna watu waliobadilishwa na kupewa uwezo kuwa wana wa Mungu. Wana wa Mungu apige kelele sana. Haleluya. Yesu ni nani? Yesu ni Bwana. Yesu ni nani? Yesu ni Bwana. Yesu ni nani? Yesu ni Bwana. Inawezekana kati yetu unamfahamu mmoja wapo alikuwa mwenye dhambi sana, alikuwa analewa sana. Unasema hakika fulani alikuwa anazini kuliko hata mimi. Unasema hakika fulani alikuwa na wake watatu kuliko hata mimi. Mimi nilikuwa nao tu wawili. Anasema hakika mtu fulani alikuwa anakunywa pombe kuliko mimi. Mimi nilikuwa nakunywa tu lita 2. Yeye alikuwa anakunywa sado. Yeye alikuwa anakunywa lita 10. Lakini habari njema ni kwamba alipompokea Yesu Kristo amepewa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Na Biblia inaniambia kwamba tazama, kaza macho, angalia sana, tazama sana. Wewe Mkristo, tazama wewe. Wewe mlokole, tazama wewe. Tazama, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita na sasa yamekuwa mapya. Alikuwa na watu wengi, alikuwa nje ya Kristo, alikuwa kilewa sana, alikuwa nje ya Kristo, lakini sasa tazama, amekuwa katika Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita na sasa yamekuwa mapya. Tunasema yale ya kwamba mtu wa Galatia, ukiamua kumkimbilia Kristo unafanyika kuwa kiumbe kipya. Ukiamua kumkimbilia Kristo unafanyika kuwa mwana wa Mungu. Ya kale yatapita kwa sababu Kristo
Kristo amepewa uwezo wa kuichukua dhambi ya mwanadamu iliyomkalia na kumpesa kwa muda mrefu. Sio dini, ni Yesu. Sio dhehebu, ni Yesu. Yeye anayo amri ya kumsamehe mwanadamu dhambi na makosa yake, akusafisha dhambi zako, akusamehe maovu yako, aukomboe hai wako na kaburi. Kuna watu hai wao unaelekea makaburini. Hata kumpa panado huu au hai wake umeelekezwa na mashetani kuelekea makaburi. Hata kimchoma pawasetu ukamchoma sindano, huyu hai wake huyu ameambiwa na wachawi lazima mwaka huu ufe, lazima mwaka huu aibike. Uhai wake unaelekea kaburini. Lakini habari njema ni kwamba Yesu Kristo auokoa uhai wako na kaburi, aurejeshe ujana wako kama tai, akusamehe maovu yako na kukusafisha makosa yako. Kwa kila anayemwamini, bila maana kwamba kila mwamini yeye hahukumiwi, lakini asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Utamwona analima makonde, lakini kama hana Yesu amekwisha kuhukumiwa. Unamwona anaweza pikipiki, lakini hana Yesu amekwisha kuhukumiwa. Unamwona anakula vizuri, ukimwangalia na kitambi, ukimwangalia amekonda, ukimwangalia ni mwanamke, ukimwangalia anacheka, lakini kama hana Yesu amehukumiwa. Habari njema ni kwamba mwamini yeye hahukumiwi, lakini asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Nimekuja nikushauri leo ya kwamba mwamini Yesu Kristo uepuke hukumu ya Mungu. Nimekuja nikushauri leo ya kwamba mwamini Yesu Kristo aiondoe dhambi yako, aiondoe mateso yako, aiondoe ulevi wako, akubadilishie jina. Umekaa na jina ya pesa, umeitwa malaya ya pesa, umeitwa mlevi ya pesa, umeitwa mwizi ya pesa, umeitwa mchawi ya pesa. Mwamini Yesu leo akupe jina jipya, ufanyike kuwa mwana wa Mungu aliye hai. Simama miguu yako. Yesu ni nani? Yesu ni Bwana. Yesu ni nani? Yesu ni Bwana. Yesu ni nani? Yesu ni Bwana. Amen. Asiyemwamini ndio amekwisha kuhukumiwa. Ndio. Sababu ya kuhukumiwa ni nini? Kwa sababu hakuliamini jina pekee la mwana wa Mungu. Sababu ya kuhukumiwa sio kwa sababu alikuwa mlevi. Na mimi nasikitika sana. Ndio. Sababu ya kuhukumiwa si kwa sababu alikuwa mchawi. Sababu ya kuhukumiwa si kwa sababu alikuwa mzinzi. Sababu ya kuhukumiwa kwako kwa sababu ukuliamini jina pekee la mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Kwa nini jina la Yesu Kristo? Hili jina la Yesu Kristo kila anayeliamini linampa uwezo wa kuokoka, linampa uwezo wa kuepuka na hukumu ya Mungu. Mungu ameiweka hukumu kwa mwanadamu aliyemkataa Mungu, aliyemkataa Yesu, akajiona yeye ni mjanja. Amemkataa Mungu, akageukia waganga wa kienyeji. Amemkataa Mungu, akageukia uchawi. Iko hukumu juu yako mwanadamu. Ni heri leo ungeliamini hili jina, maana hakuna wokovu wao mwingine usipokuwa katika jina la Yesu Kristo. Maana hakuna jina lingine alilopewa mwanadamu chini ya jua lipasalo kuokolewa kwalo ila jina la Yesu Kristo. Si jina la mtakatifu Mwamposa, si jina la mtakatifu Petro, ni jina la Yesu. Nataka nikwambie wokovu uko katika kuliamini hili jina la Yesu Kristo. Wokovu hauko katika kufanyika kuwa Mkristo, hapana. Wokovu uko katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Tumalizie kitabu hiki, nitamani niombe na watu. Ndio. Tumalizie kitabu hiki, nitamani niombe na watu wa Chalatina. Ndio. Leo natamani kuongea. Na mimi nashangaa na kujaji hii hali ya kushtuka. Ndio. Inakujaji hii hali ya kushtuka na kuongea sana. Nataka niongee nao kirafiki. Ndio. Yohana wa kwanza. Sura ya 5. Mstari wa 11 na wa 12. Wa kwanza, waraka wa kwanza Yohana sura ya 5 mstari wa 11 na 12. Yes. Sura ya kwanza Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5. Ndio. Mstari wa 11 na wa 12.
11 na 12. Ndio. Biblia inasema na huu ndio ushuhuda, na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima, ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele. Na huu ndio ushuhuda. Na subiri kwanza, na mimi nipo na kushuhudia hapa mtu wa Chalatila. Ndio. Ya kwamba ushuhuda anaokushuhudia leo ni kwamba Mungu alitupa uzima wa milele. Na uzima huu umo katika mwanawe. Na uzima huu umo katika mwanae. 12. Ndio. Yeye aliye naye mwana anao huo uzima. Yeye aliye naye mwana anao huo uzima. Asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Hata kama anaswali mara 5 kwa siku, ndio, kama hana mwana wa Mungu, ndio, hana uzima. Hata kama anaenda kanisani mara 6 kwa siku, kama hana mwana wa Mungu, hana uzima. Hata kama anatoa sadaka, anaagiza na zingine mkanitolee, kama huna mwana wa Mungu, huna uzima. Ndio maana naambiaga watu, mimi nimeokoka. Mimi sio mlokole, nimeokoka kwa sababu ninaye mwana wa Mungu. Sitarajii kuokoka. Kama tutaokoka. Hapana, mimi nimeokoka kwa sababu ninaye mwana wa Mungu. Uzima wa milele ninao. Ndio. Hakuna kama nitaokoka. Kuna kuokoka baada ya kufa. Mtu akishakufa, nasema kwamba kama mwanadamu alivyochoka kuishi mara moja, na baada ya kufa ni hukumu. Hakuna kuokoka. Kuokoka ni sasa. Na kuokoka na ukokaje? Kwa kuwa na mwana wa Mungu. Wasikudanganye. Utaokoka lini? Kama huna mwana wa Mungu, ni kweli hujaokoka. Ni kweli. Lakini kama na mwana wa Mungu yuko ndani yako. Napozungumzia mwana wa Mungu, sizungumziwe Mkristo. Nataka nizungumzie habari za wewe kuokoka na kufanyika mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Ndio. 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 Umesali sana, lakini huna mwana ndani yako. Huna Yesu. Hauna uzima. Umeimba na kwaya. Umeshika sana Sabato. Ndio. Lakini huna Yesu. Mimi nina mwana wa Mungu. Na huyu mwana wa Mungu anaitwa Yesu Kristo. Na yeye ndiye Bwana wa Sabato. Anasema kwamba tusiitakase siku. Mtakasane Kristo katika mioyo yenu. Mtakaseni Kristo katika mioyo yenu, sio katika siku. Ala. Sio Jumapili. Naongea na nyinyi wa Kristo. Ala. Sio Jumapili. Mtakaseni Kristo katika mioyo yenu. Sio takase siku. Ndio. Wala pachiwerusi. Sio takase Jumatatu. Aliye na mwana. Ndio. Na huyu mwana anakaa ndani yake. Ndio. Anasema kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Akikaa ndani yako, wewe huyo ndiye Bwana wa Sabato. Unatakiwa umtakase yeye ndani yako. Takase ndani yako. Ni heri leo. Ndio. Ungekuwa na mwana wa Mungu. Ndio. Ili uwe na uzima. Ndio. Hakuna wokovu mwingine wowote bali ulio katika mwana wa Mungu Yesu Kristo. Unatarajia kuokoka baada ya kufa, umekwisha kufeli. Umefeli kabisa. Umefeli. Okoka leo. Ndio. Kwa kumkubali Yesu Kristo aingie kwenye maisha yako. Yeye ndiye uzima wa milele. Na huyu si mwana wa Mungu tu, bali ni Mungu mwenyewe. Biblia inasema hivi, nasi tunajua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili ili tumjue yeye aliye wa kweli, na sisi tuko ndani yake yeye aliye wa kweli. Na huyu si mwingine, ni Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli. Aliye na Yesu Kristo ndiye aliye na Mungu wa kweli. Wapi kigeni? Kuna miungu mingi sana. Wapi makofi? Lakini sio ya kweli, ni ya uongo. Ndio. Mingine imefanyika mpaka makanisani. Wanaibusu. Wanasema huyu ni Mungu wa kweli. Nataka nikwambie, Mungu wa kweli ni mmoja. Ndio. Wa kujua Mungu wa kweli na wa pekee. Ni wa pekee huyu. Na Yesu Kristo aliyemtuma. Na huyu Yesu Kristo ndiye Mungu wa kweli pekee. Nje na hapo hakuna wokovu. Kuna kuitazamia hukumu ya Mungu. Nje na hapo hakuna Kristo. Kuna kuitazamia hukumu ya Mungu. Ni kweli. Na baada ya kufa
kufa hakuna kuokoka. Baada ya kufa ni hukumu. Hata kama mashehe wataomba usiku mpaka asubuhi, kama huna Yesu unaitazamia hukumu ya Mungu. Hata kama mapadri wataomba asubuhi mpaka mchana, kama huna mwana wa Mungu unatazamia hukumu. Hata kama mchungaji Sikainda akaomba hapa akatoa nashati, kama huna mwana wa Mungu unaitazamia hukumu. Biblia inaniambia kwamba sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Walio katika Kristo Yesu hatutazamii hukumu, tunautazamia uzima wa milele. Na tumekwisha kuokoka kwa sababu mwana wa Mungu tunaye. Na huyu mwana wa Mungu akiingia kwenye maisha yako, anafukuza mashetani yote yaliyokutawala. Watu wamejimilikisha mashetani. Anasema mimi nina mashetani. Una mashetani ni kwa sababu huna mwana wa Mungu. Ni kweli. Huyu mwana wa Mungu ametupa mamlaka ya kuamuru magonjwa yatoke kwa jina lake. Maana amekirimiwa jina lipitalo majina yote, ili kwamba kwa jina la Yesu Kristo vitu vya mbinguni vipige magoti, vitu vya duniani vipige magoti, hata vitu vya kuzima kwa jina la Yesu Kristo. Nataka nikwambie hata kansa inapiga goti chini ya jina la Yesu. Hata uvimbe kwenye kizazi unapiga magoti chini ya jina la Yesu Kristo. Hata magonjwa na mashetani yanayokusumbua yanapiga magoti kwa jina la Yesu Kristo. Unapomwamini Yesu Kristo unayashindanisha mashetani na Yesu, na kama hayawezi akashinda, maana Kristo Yesu amekirimiwa jina lipitalo majina yote. Kuthibitisha hili, Injili haikuwafikia nyinyi kwa maneno matupu, wala kwa ujuzi, wala kwa hekima ya kibinadamu, bali katika roho, katika nguvu, na katika uthibitivu mwingi. Kama yuko mtu ameambiwa wewe ni tasa hutazaa, ameambiwa wewe una uvimbe kwenye kizazi, nataka aje hapa nishindanishe uvimbe na jina la Yesu. Hapo tu nani ni mwamba? Umeshindanisha na mizizi, haijakusaidia bado. Umeshindanisha na chale, wamekuchanja chale hata mahali ambapo pafikiki kwa macho, haijakusaidia bado. Umenyesha kila aina ya dawa, inawezekana umenyesha hadi vitu vingine ni vya aibu, lakini bado havijakusaidia. Umelala makaburini wewe, lakini bado makaburi hayajakusaidia. Lakini liko jina tuliopewa na damu tuwezalo kuokolewa kwalo, na hili jina linaitwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Natamani niombe na mtu mmoja hapa, nifukuze uvimbe kwenye kizazi katika jina la Yesu. Jina la Yesu linafanya mambo. Na mashetani yanachukua mimba za watu kama sadaka. Nifukuze utasa kwa jina la Yesu. Kama uko mahali hapa, kimbia hapa. Njoo. Huyu mwana wa Mungu anazo nguvu. Tumemsema Yesu Kristo, tujasema dini. Na Yesu anaposema mahali popote, lazima achilie uzima na amani kwenye maisha ya watu. Njoo hapa tuombe. Njoo. Mimi siyasema utoke kwenye dini yako. Baki na Ukristo wako. Lakini njoo kwa Yesu akupe leo majibu yako. Njoo upate uzima. Njoo. Njoo. Hii ni sauti ya Mungu mwenyewe kupitia mtumishi wake. Wala usibeze. Njoo. Kabla, kwa sababu hiyo pia tubembelezi. Mwenye uvimbe si ni wewe, haujazaa si ni wewe, una magonjwa si ni wewe, una mashetani si ni wewe. Njoo kwa Yesu, utaki kaa nayo. Nataka niombe na mtu wa thamani sana jioni ya leo. Anasema kwamba mimi nataka niwe na huyo mwana wa Mungu ili niwe na uzima wa milele. Nataka kuwa mwana wa Mungu. Nataka kumpa Yesu maisha. Aje mahali hapa. Ungetufunike macho. Karibu. Ungetufunike macho. Karibu. Karibu. Funika macho yako mahali ulipo. Karibu. Karibu. Anasema kwamba nataka nimpe Yesu maisha. Huyu Yesu nimesikia ya kwamba aliye na Yesu anao uzima wa milele, sio aliye na dini. Nataka niwe na Yesu. Njoo hapa tuombe. Njoo. Njoo. Wala usione aibu. Usimsikilize anayekuzuia. Yawezekana ndio mchawi anayekuloga usiku. Anajua ukiwa na mwana wa Mungu hataweza kukuloga. Hataweza. Njoo. Njoo. Hii ni sauti ya Mungu. Njoo. Inakuita. Njoo. Ugeuke utoke huko kuabudu masanamu. Njoo. Umgeukie Mungu wa kweli. Ndio. Na huyu Mungu wa kweli anaitwa Yesu Kristo. Ndio. Njoo mahali hapa. Njoo. Usimwangalie rafiki yako hata kusaidia, maana usiku huu pia wanakuwazia mabaya. Funika macho yako. Funika macho yako. Usiku wa leo tutakuwa na jambo letu hapa. Ndio. Jitahidi kuwahi. Kutakuwa na mambo ya ajabu yakitokea. Asante. Na watu wakiwa kifunguliwa kwa jinsi isipokuwa ya kawaida. Wewe walete walio na mashetani nyumbani, walete hapa. Ndio.
Wale ambao wamekatiwa tamaa walete hapa. Nimesema unawezekana ukawa unasema naonge hapa ni dokta. Amewahi kunipa hata na panado lakini sijapona. Ninaposema hapa sisemi kama dokta, nasema kama mtu wa mbinguni. Jitu la mbinguni. Nina mamlaka ya kimbingu. Ndio. Nina mamlaka ya kufukuza mashetani. Ndio. Nina mamlaka ya kuambia uvimbe kauka ukakauka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Walete hapa. Nina uhakika. Sibabaishi mimi. Njoo uthibitishe. Hapa Chalatila kuna watu wana stori zangu. Waulize. Sio stori zangu, wana stori za Yesu ndiye naye. Yesu. Sio za kwangu. Stori za Yesu ndiye naye. Waulize. Ndio. Njoo uthibitishe tutakuwa hapa. Ndio. Funika macho yako. Alikuwa anahubiri kwa mamlaka, si kama waandishi na walimu wao. Ndivyo nilivyo. Ndio. Baba, katika jina la Yesu. Yesu. Nimekusema wewe Mungu ndiye wa kweli. Mwamba wetu. Juu ya maisha yetu. Asante. Na watu wa Chalatila wamekujua na kukusikia wewe Mungu wa kweli. Na neno lako ni kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Neno lako ni kama moto lao uteketezao kazi za giza, uteketezao mashetani na mapepo, uteketezao uchawi uliokamata maisha ya watu. Nami nimeshinda mashini, nimeshinda mapepo na mashetani yaliyokamata maisha ya watu wa Chalatila kwa damu ya mwana wa Yesu Kristo. Nimeshinda magonjwa yanayotesa watu wa Chalatila, magonjwa ya kulogwa, wamelogwa vya kutosha. Naam, kwa jina la Yesu Kristo nimeyashinda. Ninakuamuru ewe joka, ewe shetani, ewe pepo uliyekaa ndani ya maisha mtu huyu, ukakaa kama uvimbe, ukamletea kifafa, ukamletea presha na kisukari, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ninakuamuru, toka, umwache awe huru tangu sasa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninautuombea mji wa Chalatila amani ya Kristo na uzima wa Bwana. Wachawi ni marufuku kuloga watu hawa, maana wamenunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Kila vifungo na kila laana na kila balaa mikosi kwa jina la Yesu ninaviponda kwa jina la Yesu. Ninaponda falme na mamlaka, ninaponda nguvu na utawala wa kishetani juu ya mji huu kwa jina la Yesu Kristo na Nazareti aliye hai. Amen. 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 Amen.